Yes, wazingri kama kao kama K, tamu kama asali, kali kama pilipili. It's your boy Kelvin the Storyteller mazena. Nashukuru sana umefika hapa. Endeleeni kusubscribe, endeleeni kucomment man. And season ya leo ni ile hatari inaitwa World News Bangers. So tunaanza season 1 episode 1 maze, itawafurahisha, itawabamba, maze. So what you do maze, endeleeni kuambia watu wa subscribe maze. Na mimi nashukuru sana because you guys are my Lee familia maze. Asanteni tu sana. So today tunapiga story moja murwa pale World News Bangers season 1 episode 1 maze. Tuanze kitu. We are going to blow up the world. We are going to blow up the planet, everyone in it. Do you hear me? Do you hear me? So wazingri, kuna mama moja pale Algeria amekuja Boamadine International Airport, ni airport moja kubwa pale Algeria. Anataka kufly kuelekea France, Paris. Ako na kazini yake hapo, so amefika airport 1 week ago. Alikuwa amebook flight ya kuelekea France, so lakini amefika leo hapa akaambiwa kulikuwa na mistake kidogo kwa system. So yeye amekwa kwa flight ambayo inatoka France sahi inakuja hadi Algeria pale Boamadine Airport. So atapanda hiyo ndege. Yeye akasema basi hiyo haina wasiwasi, kama bora tu inaenda France haina wasiwasi. Akaambiwa ndege inatoka 11:15 tayari ndio inatoka Orly Airport, with some minutes, some hours itakuwa ishadunda hapa Algeria. Hebu tuende France pale Orly Airport kuna ndege moja inaitwa flight 8969 A300 Air France, ndio inatoka Orly Airport inakuja Algeria. Mwaka ni 1994, tarehe ni 24, one day to Christmas, December 1994, the 24 December. Hiyo ni some hours ndio ifike Christmas. 1994 pale Algeria kulikuwa na war moja kubwa sana, kulikuwa na civil war. 1992 Algeria walikuwa wamehold elections na ilitanape kwamba Islams waliwin hiyo elections, so walikuwa form government, but military after some while ilipendwa ile serikali coup, iliangusha ile serikali ya Islam na wakatake over, so kukakuwa na civil war. So inamaanisha kwamba any flight inaingia Algeria iko na high possibility ya kushutiwa down juu ma missiles zina fly pale. Unaelewa what on country vile iko sasa. So pale ilikuwa inamaanisha kwamba Air France walikuwa wameeka wafanyikazi wake, wamewambia kwamba anybody anataka kufly to Algeria atakuwa volunteer, au force kwenda Algeria, una volunteer tu. Yes. So most of the crew pale kwa hiyo ndege walikuwa volunteers. Captain wa hiyo ndege wa Air France flight 8969 alikuwa anaitwa Captain Bernard Elheme, alafu co-pilot wake alikuwa anaitwa Jean Claude, na flight engineer alikuwa anaitwa Alain Boswat, na some other 9 crew members, wote walikuwa 12. Ndege imetoka pale Orly Airport, ndio hiyo sasa inadunda pale Algeria Boamadine International Airport. Zahida Kakachi alikuwa ameambiwa ya kwamba ndege yako itafika by time, then utabook, utaingia kwa ndege 1213, then uchomoke pale Paris mahali ulikuwa unataka kwenda. Tayari ndege ishadunda Boamadine International Airport. Kama kawaida ndege hufanywa cleanings, pressurization, refueling tena, alafu uangalie system moja mbili hivi, rebootion hivyo. So ndege ikafanywa kila kitu. It is now the time passengers waingie kwa ndege. So passengers wakaingia kwa ndege, tayari wote wakajaa. Pilot akaconfirm ya kwamba kila kitu iko fresh. Flight navigator akaambiwa tafuta coordinates hapo hivi, wanataka sasa kwenda France. Lakini dakika 2 kabla ya ndege ichomoke, 4 people ambao wamevalia mavazi ya Algerian Presidential Police Officers wakaingia kwa ndege, wakasema ya kwamba sisi ni Presidential Police Officers na tunataka kupiga passport check hapa, identity check. So Captain Bernard Elheme akasema basi haina wasiwasi, just niacheni kwanza ni make announcement, niwaambia kwamba polisi wameingia hapa wanataka kupiga passport check, alafu tutaendelea na safari. So milango zikafungwa ya ndege pale.
and Captain Bernard Delheme akawafungulia milango kwa cabin, wakaendelea kwa passengers one by one, wakaenda wakiangalia passport check zao, wakaenda wakiangalia. Lakini Zaida Kakachi amekaa pale karibu na window akiwa na kazini yake, akaangalia wa presidential officers wako armed. Mmoja ameshika mini machine gun, mwingine ako na pistols, alafu wamejiarm, alafu kuna vitu nikaa explosives hapa hivi. So Zaida Kakachi anajua hizo tu zinakuwa kwa bomb unit ya Algeria, lakini ni aje wameingia nazo kwa ndege, but akasema haina wasi. So wale the 4 people wako ni asili ya Kialgeria, wameendelea sasa kucheck passport checks, wakaenda wakicheck huko nje kwa ndege. Kuna the Algerian Special Forces wanaitwa the ninjas. The ninjas pale wamekaa, wameona hii ndege imekuwa na unauthorized delay, imekaa sana, imeshapita ile time ya departure ilikuwa inastahili kuondoka. Kumbuka kwa airport kuna kuaga na timetable. Yeah, kama ulikuwa utoka 11:05 unatoka 11:25, hiyo time ndio utatoka. But Algerian Special Forces the ninjas wamegundua kwamba hii ndege iko na delay kidogo. So wameanza kushuku maybe kuna kitu inaendelea kwa hii ndege, of which ni kama ni something lazima wa check. So wakaanza kujiongea kukaribia ndege na magari nini, wameanza kukaribia na ndege. So Zaida Kakachi amekaa hapa karibu na dirisha window. Ule mtu mmoja mwenye ambaye alijitambua kama presidential police amekuja akiangalia passport, lakini kufika hapa akaangalia through the window, akaona kuna magari zinakuja, na akajua hawa ni the ninjas special forces. Hapo sasa ndo akashout, akaambia wale wenzake taghut kwa Kiislam inamaanisha infidels. Man, usijali, unaona hapa hadi leo mandhari yangu inasema ya kwamba niko tu kwa Islam design building hivi. Anyway, sasa akashout taghut, akasema taghut hiyo inamaanisha infidels. So wale wenzake sasa ndo wakachangamuka sasa. Ndio sasa wakaambia passengers who they are, wakawaambia sisi ni mujahidin. Mujahidin walikuwa one of the deadliest terrorism gangs pale Algeria, walikuwa wanapigania Algeria kwa Islamic State. So wakasema sisi ni mujahidin, tumehijacking ndege, kazi unastahili kufanya nyinyi kama passengers, shut up, keep mum, kwa sababu sisi ndo tunawapea orders, just relax. Yes, wakahijack passengers, wameshtuka pale. Zaida Kakachi wameshtuka, pilot Bernard Delheme ako flabbergasted, anashangaa aje imehappen aje. Tayari wakaonyesha wako na explosives hapa hivi, wako armed vibaya, armed to the teeth. Walikuwa wamekuja kuharibu, kutesa, kwani ni kesho. So these 4 terrorists washajitambulisha kama mujahidin, wakamwambia pilot, tunataka make announcement. Hii ni after 2 hours sasa. Washaija kile ndege 2 hours. After 2 hours ile ndege imekaa pale kwa hiyo runway. After 2 hours tunataka make announcement kwa the control tower pale, waambie tumehijack ndege, sisi ni mujahidin. So pilot Delheme akaingia pale kwa system yake ya communication, over flight 8969 flight has been hijacked, mujahidin by mujahidin terrorist. Wacha niwape facts about our terrorist wanne. Gang leader wao alikuwa anaitwa Yahya Abdul ama Abdul Yahya. Then kulikuwa na Lofty alikuwa mtu ambaye alikuwa Islamic sana, alikuwa mtu wa religion sana, alikuwa na ile hata akikuona yani anataka yani ufuate hiyo dini yao, as in alikuwa more into that. Then kuna huyu ambaye alikuja akaitwa baadaye anaitwa Bill. Hiyo sio jina yake, but aliitwa tu Bill juu hakujulikana alikuwa anaitwa nani. Alikuwa mtu ametulia, kwa hata anajitambua ako wapi, azinia hako tu. Ni kama tu alienda akaitwa Morio vipi? Mazee kuja tu hijack ndege fulani hapa Algeria, tu hijack, kuna mapassenger tunataka tuwashughulikie. Akakuja. Alafu sasa kulikuwa na the killer man. Huyu naye alikuwa sura mbaya, alikuwa na roho mamba basi. Alikuwa tu sura mbaya, alikuwa ametulia naye, hiyo kazi yake tu ilikuwa hiyo vile jina yake inasema. Anyway, make announcement pale. Abdul make announcement to the tower, akaambia Algeria take over ndege, hijack na iko na passengers 231, na tunataka kufly kuelekea Paris. Tunataka kufika Paris tuende to make a press conference pale, so mtuachilie tuende kwa runway. Bado the ninjas hawajezuia runway, lakini kuna issue moja pale, kuna staircase bado imeshikilia ndege. So Abdul akawaambia, nataka kwanza mkuje mtoe hiyo staircase, tunataka kwenda, we want to fly. The ninjas wakasema
Kama kuna kitu tufanyiagi terrorist ni hiyo. Hatuwezi watolea staircase. In fact, wakaleta armored vehicles mbele ya runway, wakazuia runway. I'm talking. Yes, you are not going anywhere. So Abdul Yahya akaona ya kwamba Algeria Special Forces wanaleta ujinga. Yes, I must teach them. Kumbuka tarehe ni 24 December 1994. Abdul Yahya kwa ile passport check yenye walikuwa wamefanya, walikuwa wamegundua, wameona kuna police officer pale wa Algeria, alikuwa police officer wa Algeria, ako kwa ndege anaenda maziara zake pale Paris, France. Ameenda kujinais, kesho ni Christmas bana. So huyo akasema, Abdul akasema aletwe mbio huyo, tunataka kumtoa aenda ambie Algerian Special Forces ya kwamba tutaki mchezo, unataka kufunguliwa runway na nataka kutolewa staircase hapa hivi. So ule police officer ametulia pale kwa kiti, Lofty akaenda akamshika, alikuwa na kila maana, wakamleta kwa mlango pale, wakafungua mlango, wakamwambia teremka. Algerian huyo police officer akakanyaga step moja mbili, kila man akachomwa pistol hapa hivi moja, kamwegemeshea ya kichwa hapa kumaliza. Special Forces the ninjas wakaangalia kitu, walikuwa wanaangalia 3D, walikuwa kwa umbali kidogo wanaangalia man. Tayari mmoja akaangushwa chini. So Special Forces wakakuja wakachukua mwili yake. Wale terrorists walishoot na wakafunga mlango, wakachukua mwili yake na wakaenda. Abdul Yahya akamwambia kwamba huyo ni wa kwanza, msipofungua hii runway na mtoe staircase, mwingine danga man, hiyo tunamaliza karash kufded. Kwani iko nini? So Abdul akaendelea kuliaise na the government. Tayari cabinet minister wa defense ashaitwa kwa tower, ameambiwa ya kwamba ndege imeajakiwa. So ako pale anataka kunegotiate na Abdul anawaambia what we want ni kwenda France, Paris, tuende to make brief press conference, hatuna shida nyingine. Pale France washasikia kwamba kuna passenger moja ameuliwa kwa ndege yao. Yes, this is a France airline na iko na mapassenger wa France, so ilibidi waingilie kati. So wakalias na Algerian government, wakamwambia kwamba ni aje, just let the flight come to France, tutashughulikia hii story tukiwa hapa Paris. Yes, then prime minister wa France alikuwa anaitwa Eduardo Balladur. Amepiga sherehe zake pale Chamonix, amesamoniwa, akaambiwa kuja basi, kuna issue hapa emergency. Alafu pia minister alikuwa anaitwa Charles Pasqua ameitwa pia, amesamoniwa. So they are trying to liaise with Algeria, but Algeria wamekataa badan katan, hatufungui kabisa hii na hiyo, hatuwezi fungua. Yes, iwe nini liwe liwalo, kwani ni kesho. So Algeria vile wamekaza kabisa, wamekaza duba. Abdul hii ni 7 hours after the hijacking, inaelekea pale 4 sasa, date 24. Akasema let me again show you that we are serious. Pale kwa ile passport check alikuwa amegundua kwamba kuna foreigner moja Mvietnamese, a diplomat, alikuwa anatoka Algeria anaenda France pia. Akaambia kina Lofty na kila man Nabil, leteni huyo jamaa. Akaletwa pale sasa karibu na mlango pale karibu na cockpit. Akafunguliwa mlango, akaambiwa tunataka upeleke information. Yes, tell them that you are very serious by the way. Yeah, all you want is go to France. So toka uwapeleke information. Vietnamese akajua, oh God, thank you. Oh God, wameniachilia. Vietnamese step mbili pale kwa stairs, kila man kama kawaida kumaliza ya kichwa tena. Aish, Algerian Special Forces wana witness 3D, wanaona kabisa huyo ameshateremshwa. Lakini vile nimekwambia, Algeria those times most of the nation walikuwa fresh from independence, so most of their military walikuwa mbaya sana, alafu walikuwa hardcore. Yes, kumbuka kina Idi Amin pale Uganda, Muammar Gaddafi pale Libya. So hizo years kulikuwa na strong militaries, so walikuwa vichwa ngumu kabisa, vichwa mgongo ya tortoise, walikuwa hardcore. So walikata, hata after wameona huyu Vietnamese mmoja ameuliwa, bado wako kuja kutoa ile staircase na wala kufungua runway. Usiku imefika sasa, usiku the night of 24th, kesho yake ni Christmas. Bado Algeria wanajaribu kuongea na Abdul Yahya, wanamwambia yeye bro, itakuaje wewe si ufanye hii mpango bana, itakuaje. France walikatazwa na Algeria. Algeria walisema France Special Forces hawawezi kuja to Algerian soil kusettle an Algerian issue. Nyikaeni huko tutasettle hii issue.
Charles Pagwa, the interior minister, anajua vizuri how the special forces, the ninjas, vile huwa wanawak, lakini ako na shida moja. Anajua hao watu wakiamua kutackle hiyo situation ita lead into a blood bath. Juu wale watu ni hardcore, hawatambui, hawana system. Yes, hao kama ni kuingia ni kufagia. Yes, so Charles Pagwa ameona kabisa hatuwezi enda Algeria. So pale France wamehold up a meeting, wakaona the most closest possible area wanaweza fikia Algeria ni island moja iko Spain, ni hiyo island ni ya Spain, inaitwa Majorca Island. So akatuma that night of 24th, ametuma special forces wake pale Majorca, the GIGN forces. Hao ni kama Reke Squad wa Kenya ama the FBI wa USA ama CIA. Wametumwa to the closest point possible Algeria. Hiyo Majorca Island iko around the Mediterranean Sea. So wameongozwa na Major Dennis Favia with a total of 30 soldiers na crew members wa ndege. So wamekuja in a style, wamekuja na the same flight, the same similar kabisa A300 flight, inakaa the same, iko na kila kitu ndani, milango iko sawa, cockpit ni sawa, control, yani wamekuja kutrain nayo. Yes, ndio wakipata any possible chance watakile ndege, watakuwa washa adapt vile hiyo ndege inakaa. Wamekuja kutrain pale Majorca Island in case wakubaliwe na Algeria, wa fly to Algeria juu itakuwa ishakuwa karibu. So wamepiga training safi pale Majorca Island kabisa that night of 24th, wako very ready through the Algeria. Bado passengers pale 231 passengers wako under hostage. Yes, kama vile huyu then I think the leader of police Kenya, sijui alikuwa anaitwa nani, vile Westgate walishikwa pale, alisema Westgate is under siege. So hiyo ndege ilikuwa under siege pia. alikuwa anaitwa David something, the leader of police, sijui alikuwa anaitwa nani. Anyway, so pale Algeria the passengers wako under siege, under siege. Abdul anaongea na pale Captain Bernard, anamwambia sisi hatuna issue by the way, tunataka tu mtuflyie tufike Paris, tumeka press conference pale, then kila kitu itakuwa fresh. So the crew wameamua ku take an action pale, wanataka kubefriend our terrorists, like ku create your bond ya trust. So wameanza kuonesha control systems ya ndege. Kama kawaida hata ukiingia kwa ndege unataka kujua mazei baton hapa hivi nafanya nini, hii gear iko hapa ni ya nini. So wameanza kuonyesha, kuwafunza pale that night of 24th. Yes, wameanza kuwafunza hivi at least wagain your trust, in case kufike mahali ambapo tunaweza survive, tunaweza alliance nao, tuongee vizuri, tujue vile itakuwa. So that was the main function ya Captain Bernard Elheme, kwa show 1 2 3 pale kwa ndege. Asubuhi ya 25th imefika, sherehe imetamba, watu wamechinja mambuzi pale Algeria, sherehe all over the world, worldwide, watu wanakula sherehe vizuri. Christmas, Yesu amezaliwa, yes, watu wanapiga sherehe. Lakini pale kwa ndege kuna watu ambao wananyanyaswa bana, wako under siege. Abdul akameka another call in the morning. Yes, itakwaje bana? Imefika asubuhi, maamua aje, tuliwa wapili jana, it is a Christmas, ama mtataka tuharibie Christmas. Ayu, mnatoa magari zenyu kwa runway ama mnatokuja kutoa staircase, tunataka kwenda, itakwaje? So pale negotiations zimetambaa, papers zimeenea, news zimeenea, channels international news wamesikia kwamba Algeria kuna ndege imehijackiwa pale. France tayari wanaendelea kumeka some negotiations na Algeria, walete special forces wa Algeria ama hiyo ndege itolewe huko. Prime Minister wa France amejaribu kuliaise na Minister Chiki, alikuwa anaitwa Chiki, the Interior Defense Minister wa Algeria. Amwambia man, hiyo ni ndege yetu, it's our airline, iko na passengers wetu, waachilieni hiyo ndege tu ikuje. Vile terrorist wanasema wanataka kuja Paris, let them come, tutawashughulikia hapa Paris. Lakini Algeria of course wamedinda kabisa. So Abdul yeye ishafika asubuhi, saa 2 saa 3, time bado inaendelea, anajaribu kuambia Algeria fungueni runway, awasikie. So Abdul yaya akaona, yes, wacha nataka niwape 3 hours. Yes, 3 hours kutoka saa 8 nataka niwape. Yes, hadi around 6-5 hapo hivi, nione action mtamake. Msipo make action, wallahi billahi I'm going to make you cry. Yes. So
Algeria hawakufungua tena hiyo runway wala hawakutoa staircase. So pale kwa passport identity walikuwa wamegundua kwamba kuna watu wawili, very young people by the way. Mmoja alikuwa chef, mwingine alikuwa secretary pale kwa France Embassy kwa Algeria. Hao wametoka kazi, vijana wako na bright future, ni dem na msichana by the way. Yeah, wako in their 20s. Wametoka Algeria, kazi yao iko sawa, wanataka kurudi kwao. Yeah, wametoka embassy pale, wanataka kupiga sherehe ya Christmas pale. Abdullah akaambia Lofty, ende uleteo kijana. Kijana alikuwa anaitwa Yannick akaletwa mbio pale kwa cockpit. Pale kuna Abdul yeye nao Captain Bernard na flight engineer pale. Akaambua Yannick, tunataka uambie. Abdul kabisa anajua information hapa yenye anaongea hapa kwa ndege kwa Algeria pia inasikika kwa Orly Airport, the headquarters ya Air France. So akakuja akaambia Yannick, saizi ni 5 o'clock ya 25th Christmas, nataka uambia watu chochote tunataka ni kwenda France. So kavutu akaambiwa ingia kwa mic, yes mazee, mfungwe tu runway kwa sababu unaona hapo watu wanaendelea kukanywa na kupigwa marisasi hapa hivi. Mfungwe tu runway tuende Paris vile wanataka, otherwise watatumaliza. Yeah, the guy ako emotional by the yani una get in that state, kila mtu ako terrified. So Abdullah akatoa ule boy akaambia Lofty basi tumtoe. Wakamtoa kwa cockpit, wakamfikisha kwa mlango kama tradition, kama kawaida. Jamaa kaambo tunataka upeleke information pale kwa Algerian Special Forces, waambie we want to leave for Paris. Na ukumbuke France wanasikia hiyo information. Yes, wanasikia vibaya sana. So Yannick akatoka akastep kwa stairs pale, akakanyaga 1212, kukanyaga tu stairs ya pili, kila man wakiwa na Lofty back kumaliza. Wakasukuma mwili yake teremke kwa stairs, wakafunga mlango. Kwani ni kesho. France wakasikia mtu mmoja wa France amekufa na ametoa. Hiyo ni jama very important by the way. Yeah, most of these European countries wanachukuliaga mtu wao vizuri sana, as in hata mtu wao mmoja apigwe risasi watachukulia ni issue kubwa, si kama hapa Kenya mazee, ugongo huko hata utaisikika. Yes, so France wako fiti sana. So France wakateka action. Sasa ndo prime minister akakumbuka, nimesamoniwa kutoka sherehe yangu nilikuwa nipige pale Chamonix na familia yangu vizuri, nikuja hapa alafu Algeria wanaleta kichwa. Aka make direct call kwa Algerian president, akamwambia wewe, sikia prezo bro, mimi nitateki kitu personally. Yes, hiyo ndege ni yetu, passengers wengi ni wenu watukatai, but pia kuna French people hapo ndani. Nijulishe United Nations ya kwamba you made 3 passengers of which mmoja wao alikuwa wetu wakufe. So akamtishia ule president, akamwambia nitapeleka information to worldwide, to the United Nation opinion, niwaambia kwamba wewe ndio umekosa abiria 3 wa kiasili yetu pia wakufe. Mmoja wao alikuwa nini? Mmoja wao alikuwa France. So ile tishio ndio ikatishia sasa mazee. Akaona yenyewe hapa yenyewe itabidi man. Akaona man, sisi nikiendelea kushikilia watu italeta issue. So hapo sasa ndo Algeria, president wa Algeria akaona kwamba man, yeah, let them go. So atari flight 8969 wakaachiliwa watoke sasa Algeria. Mazee Abdullah alikuwa amebambika, passengers wamebambika. Ile story ya kwa terrified, mazee wameshtuka sana. Abdullah akaona mazee, juu umenifungulia, wacha nipunguza ma passengers. So Abdullah yeye akaona wacha nitoe hao passengers wadogo, watoto wale hill ambao hawasikii vizuri watoke man. Akaachilia around 100, around I think some passengers 70 hapo ndo waliachiliwa. So on board walibaki around 170. I think it was 173 passengers walibaki kwa ndege. Juu aliachilia wale wagonjwa walikuwa wameenda ku seek treatment, watoto, wazee wote wakaachiliwa. Yeah. But sasa this time wameachiliwa, staircase ishatolewa, runway imecleariwa, but Captain Bernard Elheme akaambia Abdul mazee. Mazee, unakumbuka hiyo time yote tumekaa hapa 39 hours tukaanda siege, tuko under hostage. Kwa hii ndege kuna engine fulani iko pale kwa mkia, kwa tail, inaitwa auxiliary engine. Hii engine
inatumika kupower, kama ina power lighting, ina power ACs na zile controls tu kidogo kidogo kwa ndege. So akaambia Abdul, hiyo engine inatumia 4000 tons per day kurun hizo vitu. So that means mafuta ya ndege bro, imereduce bana. Yeah, mafuta ya ndege ni kidogo. So kitu tutafanya, hii ndege hizi tufikisha Paris, but bado tutafika France, but to the southern part ya France kwa town moja inaitwa Marseille. Abdul akamwambia sawa, haina mambo, fanya hivi basi, wewe tuende hadi Marseille, kama juu mafuta inatufikisha hapo, tuende huko tuweke mafuta alafu tuende zetu Paris. Yes, akamwambia sawa, haina mambo. Waka take off. Captain Bernard Delheme akaambia passengers wake, now it is the time you are going to Marseille, tuende to refuel pale kisha tushike zetu France. Ndege kwa runway kashika mbio zake kasi all the way to Marseille. That night, before hata hiyo ndege itue Marseille, hata ije karibia Marseille, Special Forces the GING wakiongozwa na Major Denis Favia washafika Marseille kitambo. Wamefika Marseille, wakakagua airport vile iko, washajua hivi ndo kunaendaga kwa hii airport, wajua mikakati yote, wakajua hii ndege ikifika iweze enda ikae na hizo ndege zingine itapelekwa to a very isolated place. Washakagua, na terrorist hawajui kitu kama hiyo. Hao wamebambika, wanajua tunafika Marseille, tuwekewe mafuta yetu, tushike njia. Between that flight from Algeria to Marseille, intelligence ya France imekuja ikagundua ya kwamba kumbe hawa terrorist nia yao si ati ni kwenda ku make press conference pale Paris, but wanataka kwenda ku blow up tower moja pale France, Paris, inaitwa Eiffel Tower. Eiffel Tower ni symbol ya France. Ni the tallest by the way. It is the tallest tower in France, and I think pia in Europe it is the tallest by the way. Hii hata ndo unaonaga kwa most of the movies, ukiona Eiffel Tower unajua uko Paris. So wanataka kwenda ku blow up Eiffel Tower. So Captain Delheme na crew wake wame make announcement. It is around sasa Johnny usiku sasa around 2 there 3:30 AM asubuhi ndo wanatua Marseille sasa. Yes, wamefika Marseille. Ile kuna gari pale kwa airport inaitwa Follow Me Car. Ile car ina guide ndege. So hiyo Follow Me Car ikawaigemeza hadi pale kwa isolated area. Hiyo ilikuwa imeplaniwa vizuri sana na Major Denis Favia. Tayari walishafika, washachukua ma points, ma sniper wameko kwa tower pale. Everything iko in place kabisa. So Abdul 3:30 amefika pale sasa, watu wana relax kidogo. Asubuhi kafika Abdul akameka announcement kwa ile airport yenye kwa Marseille kwa tower pale, akawaambia tunataka kuweka mafuta. Kwa ile that period ya kuteka nyara ile ndege, walikuwa wamegundua ndege inastahili kuwa na mafuta tons ngapi. So walikuwa wanajua 27 tons itakuwa imemtusaidia, ingawa hiyo ilikuwa way too high, ilikuwa mingi sana kwa ile yenye wangehitaji. Around ingekuwa 20 hapo, but yeye alisema yake 27 tons. So hiyo ikaconfirm kwa intelligence ya France ya kwamba kweli kabisa watu wana nia poa. By the way, they want to come and blow up the Eiffel Tower pale Paris, France. So they were very careful. Wakaamua Prime Minister Edouard Balladur akasema hata iwe nini, hiyo ndege itatoka Marseille, hata kama itakuwa high cost, as in sacrifice, itabidi kwe mob, hiyo ndege sijaribu kutoka Marseille, hata iwe nini, hiyo ndege haitoki Marseille. Kwa sababu let me remind you, by the way, Eiffel Tower ni mrefu my friend, inashinda building zote pale Paris. It is in a city, so it means ndege ikigongeo staff ianguke chini, ita cause vitu mob sana, watu wengi watakufa, ita cause distraction, watu wengi watakufa kuliko nyako kwa ndege. So Prime Minister alisema hata iwe nini, please Denis Favia, Major, usijaribu kuachilia ndege itoke. So lakini terrorists wako happy, wanajua wao ndo they have risen to the occasion, hao ndo wana control hiyo stuff. So waka make order, wakaambia pilot services, tunataka mkuje mtuweke mafuta mbio, we want to leave for Paris. But Captain Delheme akaambia terrorists, information inasema huko nje
workers wa hii hapo tu wameogopa juu mazee hii ndege imesikika, njoo kila news kila mahali ndege inajulikana imehijackiwa, so watu wanaogopa, so hawezi kuja. Abdul akamwambia so what, basi si tuende basi Paris, kwani ni nini, tuende hadi mali ndege itatufikisha. Kama wataki kuweka basi tuende tu mazee. So unajua that order ya terrorist hawezi pinga. Kumbuka Dennis Favia ako kwa tower pale kwa Marseille. So Dennis Favia akawaza mbio mazee, hii kazi ya jeshi bro, lazima tena kuna watu wanakuona hii, you should think fast bana. So Dennis Favia alikaa hivi akachora, mazee tukikaa hivi watu watatutoka. Yes, so akafikiria, akakumbuka watu wanataka kwenda kumake press conference pale Paris. Akaambia Captain Bernard, hebu muulize what if I make up hiyo press conference? Juu tayari kuna international journalist hapa, kuna CNN, kuna Al Jazeera, kuna BBC. Yes, macha make hiyo press conference yake. So Delheme akaambia Abdul, maze by the way, kulikwende Paris na kuna majournalist hapa hivi, si ufanye kitu tu hapa. Kwani iko nini? Fanye kitu tu hapa So yenyewe Abdul kwa yenyewe hiyo ni point. So hiyo tu ilikuwa trap ya Dennis Favia. Hakuna journalist ataletwa. So hiyo alikuwa anatumia ile idea yake ya kwa attack ile ndege ikuwe proper sana. So akamwambia Abdul yeye tutatuma a journalist aingie kwa ndege, awamekio interview mnataka, lakini kwanza nataka utoa passengers wote 171 watoke huko kwa hiyo cabin ya katikati, wapeleke huko nyuma kabisa, just clear the center cabin. Yes, Abdul akamwambia sawa, ina mambo. So Abdul akamwambia Lofty na majamaa wake, fanyeni hivi kwamba mtoe watu huko katikati, peleke huko nyuma kabisa, hapa ikilariwe, kuna press conference hatari na kuja kufanyika hapa hivi. Wakaandaa kila kitu, passengers wakapeleka huko nyuma. Na ukumbuke pale kwa Mallorca Island, Spain, Dennis Favia na his men walikuwa train, wanajua hii ndege inafunguliwa milango kutoka nje, na terrorist hata wajui hiyo, wanajua every part of that ndege. So wako very well, alikuwa amepanga soldiers wake 22, 11 this side, 11 this side na 8 hapo mbele kwa mlango ya karibu na cockpit pale. Juu hii ndege iko na mlango mbili pale kwa rear. So 11 soldiers wataingilia hapa, wengine waingilia hapa, alafu wale wanane, the highly trained ones, waingie kwa cockpit, wakate cockpit from the other part of the plane. Our 22 soldiers wenye 11 waingia hapa na hapa, wata rescue the passengers wenye wamepeleka huko nyuma, au Dennis Favia akidanganya terrorist ya kwamba anataka kuja kupiga interview. Abdul amekaa mazee, hakuna journalist anakuja. Mazee akashuku bana. Na tena ndege imepelekwa mahali mbali ya isolation, akajam. Yani ni mtu alikuwa na hasira. Abdul yeye alikuwa hail, amejam mbaya. Akaambia Captain Bernard, ufanye hivi, watu wana take time. Huyo journalist wamesema watamleta, fanye hivi kwanza, ndege toa hapa. Yes, toa ndege, peleka ndege chini ya ile tower, control tower pale mahali ndege zingine ziko. Captain Bernard akajaribu kuambia bro man, hapa siko. No, peleka ndege. Ikabidi man, njoo hapo unapewa orders at gunpoint. Akapeleka hiyo ndege pale karibu na tower. Yes, akamwambia sasa ni hapa. Akamwambia sasa mnataka aje? Mmeniambia mtaleta journalist within 1 hour, alafu tena amulete. It is now around 3 hapo hivi, 3 ya jioni. Hiyo ni date Christmas ilipita, ni date 26 sasa Marseille pale. So Abdul akamake a deadline time, akamwambia ikipita 5 kama amjeleta journalist, tunatoka hapa tunaenda Paris. Hata kama mafuta ya ndege itoshi, tunaenda Paris liwe liwalo. So kumbuka ile position yenye ndege ilikuwa imewekwa at first, ndo ilikuwa ina determine the position yenye soldiers watakaa, vile snipers watakaa. So juu ndege imeshift ikienda pale, so ikakuwa blow up sana kwa Major Dennis Favia. Ikabidi tena relocate wale askari wake to other new places as fast as possible. Snipers tena wakawekwa in a good position, wale ground soldiers wakawekwa vizuri. Zile gari za kubeba stairs 3, juu niwaambia nyingine inaingia kwa nyuma ya ndege, nyingine hapa na nyingine hapa, 3 zikiwekwa steady. Madereva wakaambiwa sasa ni swift, tunafanya kitu mbio. Yeah, kumbuka France iko very sophisticated, teknolojia iko juu. So walikuwa na zile ultra viewing machines zinaweza view ndani ya ndege, zinajua mali kila terrorist wako. So walikuja wakaona terrorist wawili wako huko nyuma, alafu Abdul na Bill wako huko kwa cockpit. So walijua wataingia tu pale nyuma mali passengers wako washughulikie vizuri, na pale kwa cockpit pia washughulikie, na masniper pia wako in a very good view ya cockpit.
So kama kawaida general wanangojeaga orders, but kulingana na vile kuko saizi hakuna anything imefanyika, like there's nothing imefanyika yenye itafanya au soldiers wa attack. But Dennis Favia anacheza na time, anataka ifike giza, anataka ifike giza, na amekumbushwa pale na Abdul mkisipoleta journalist before 5, ikifika tu 5 kama mleta journalist na huwa mtu mwingine na naenda France. 5 imefika sasa. Abdul anakumbuka vizuri, kuna fala fulani alimeka mistake pale Algeria, akamwambia yeye ni atheist. Huyo sasa ndo anataka. Yes. Akasema huyo jamaa aletwe, mwenye alisema ati ni atheist, ati ana religion, akikufa hizi enda mahali, huyo aletwe hapa hivi. Yes, huyo ndo nataka tumpeleke, apeleke information kwa squad ya Dennis Favia. So ule atheist akaletwa. So then ule Abdul ako na wasi amuue asimuue, yani ako confused. Ameanza kuona yenyewe hapa ni end game yetu man, hapa tutoboi. Ameanza kuwa na hiyo feeling, so alikuwa na postpone assassination ya huyu jamaa na enda kidogo. So hadi ile anga ikam hit sana, hadi akajam, akaanza kushoot nje ya ndege pale kwa tower. Unajua ako karibu na tower, akashoot pale na ile machine gun yake. Hapo sasa ndo alimake a mistake. Dennis Favia wakiwa na Interior Cabinet Minister wa Defense Charles Pasqua wakamake information kwa Prime Minister Eduardo Balladur, akamwambia kuna terrorism imefanyika hapa, as in amesha attack. The moment ali attack sasa ndo akapropagate. Prime Minister wa France akasema now you can do whatever you will do as long as hiyo ndege isitoke hapo na ukue mjaribu kabisa msave passengers. Dennis Favia akaambia men wake, you ready? We ready. Magari sasa zikakuja, zile mbili vilikuwa zimepangwa, the 11 men ikakuja mbio ikashikilia mlango, the 8 men wakaletwa na ile staircase vizuri hadi ikashika mlango. Lakini kulikuwa na shida kidogo, ile staircase ilikuwa mrefu kuliko mlango ya karibu na cockpit. So kufungua hivi ilikuwa inagonga hiyo staircase. So ikabidi ile gari irudishwe nyuma, alafu wakafungua wakaingia ndani. Huko kwa Rhea 22 soldiers well trained wameingia ndani, wakasema kila mtu chini, kila mtu down. Machine sasa wamepeta, yani mtu yote amesimama ni down juu. Of course angekuwa terrorist, hawezi ambao uende chini na masoja zina huko juu. Nao terrorist walikuwa wanaona mtu yote anaingia. Yes, ilikuwa bombo kuna tuko ndani, risasi zinaenema grenade, yani ilikuwa bullshit huko ndani, confusion. Pale kwa cockpit wameingia, wamesurround cockpit, sasa wana shoot anything yenye iko karibu na cave. Unajua hawako tena sure ni terrorist wangapi huko ndani, so they are shooting everywhere. Pale kwa cockpit the snipers kwa tower wanaweza view vizuri kabisa, wanaona kabisa kwa tower over mazee. We have a very clear 3D view, tunaweza toa mtu wako pale kwa cockpit, lakini tunashuku ni kwa pilot Jean Claude. So Jean Claude amezuia ma sniper wa access Abdul yaji wako kwa cockpit. So hiyo situation ilikuwa ikwe corrected. Jean Claude aligundua kwa dirisha kuna risasi ilipiga kwa ile commotion pale pale kwa hiyo control karibu na pale Marseille, kwa hiyo karibu na control tower. So hiyo dirisha iko weak, so aligongea dirisha ikapasuka. Jean Claude co-pilot akajitoa pale, kwa hiyo dirisha hivi akaanguka. Kumbuka ndege inakuwa juu, I think it is 5 meters tall. Akaanguka akagonga chini, ingawa aliumia mkono but aka escape vizuri. So wale snipers wakapata very good view ya headshot hapa. Hawa snipers maze, kuingia snipers lazima ukuwe na shaba, yani ukuwe na right shot. So akapata akaona headshot vizuri, akapata headshot vizuri ya Abdul bila kumaliza wakati. Kumaliza Abdul hapa moja hapa kumalizia. So kwa cockpit ikabaki Bill, ikabaki na tena Captain Bernard Elheme, na ikabaki flight engineer Alain Boswat. Huko nyuma kuna waka, huko nyuma tu ni hiki huko nyuma. Wale terrorists wote walimalizwa, passengers wamekuwa wanateremshwa na ile kitu inakaa bouncing castle ile. Imekuja katachwa kwa ndege, ni kuteremshwa tu kusave. Huko kwa cockpit sasa ndo kuna waka, wameshoot ile mlango ya cockpit waingie.
juu ile commotion Bill naye anang'eng'ana huko ndani kumenyana na the 8 soldiers pale. Captain Bernard Delema amejificha ndani huko mali wanakanyaga magia ama sijui kama magia zinakuwa kwa ndege, wako huko ndani wamejificha, flight engineer. Yani kulikuwa tu ni chaos bana huko, ni kama Afghanistan, yani chaos tupu, marisasi, mabom. In fact kulikuwa na grenade moja ililipuka pale kwa mlango ya cockpit. I think iliumiza wale GNGN forces wa Dennis Favia, aliumizwa lakini hakukufa pale karibu na cockpit. So ikaendelea hivyo, gunshot nini, watu passengers pale wameseviwa, wametolewa mbio na wale soldiers. Sasa terrorist mmoja ndo amebakia. Kumbuka Abdul yeye amepigwa na sniper, amemalizwa sana pale kwa cockpit. Bill ndo amebakia. Inasemekana aliwa keep for 20 good minutes. Unajua kuna mini machine gun anawapepeta mbaya sana. Aliwa keep for 20 good minutes hadi akatoka pale kwa cockpit, akapeleka wa soldiers kabisa karibu kwa wale wanane, hadi wakajaa 30 huko nyuma. Amewalemea vibaya sana for 20 good minutes. Alingengana vibaya sana that guy. So after some time sasa ndo akarudi tena kwa cockpit, akapata Captain Bernard Delheme na flight engineer Alain Bossot wamejificha pale kwa cockpit. Juu ya ile bond yenye alikuwa amecreate hakuwaua. Yes, alikuja tu akaangalia, ana breathe, amechoka, ammunition yake imeisha, karudi tena pale kwa cabin kuandaa, but at last akashikwa, akanyakwa moja ya tumbo, kamalizwa hapo. Operation sana ni kuokoa sasa. Soldiers wakaingia kwa cockpit, wakatoa flight engineer Alain Bossot, akawekwa pingu. Huyu tunashuku labda ndo terrorist, wakamtoa huko nje, wakapata Captain Bernard Delheme, akamwambia nua mikono juu mzee. Mzee akamwambia kama kuna kitu siwezi fanya ni kunua mikono juu. Hiyo situation yote imepita kutoka Algeria, alafu hapa mnakuja kuniambia ninue mikono juu. Allah, I'm the pilot of this flight bwana. You can't just mwezi kuja mniletee shida hapa hivi. Yes. So akasema siwezi nunua mikono zangu. Alain Bossot akatolewa pale nje, amekuwa pingu. Passengers wanashanga, yo bro mazee, huyu ni flight engineer wetu bana, achimwachilie mazee. So Alain Bossot alikuwa anaambia watu mazee, I'm deaf jo, mazee sisikii. Yani juu ile marisasi alikuwa deaf, ile gunshots nini, anaambiwa at least you are deaf but you are alive. Yeah. Akatolewa pingu, akafunguliwa first aid mbio, ambulance pale zinashughulikia watu. Co-pilot pilot Captain Bernard Delheme akatoka pia kushughulikia watu. Operation tu ilikuwa mufti kabisa, terrorist wote waliwekwa chini. Government ika-assess, ikaona hakuna mtu yote hata alikufa, ni terrorist tu walikufa. I think 2 soldiers ndo waliumia critically injured but walipona later. So operation ilikuwa fiti sana, waka prevent one of the possible attacks to Eiffel Tower pale Paris, na ikakuwa mufti kabisa. So country ilibambika, walikuja wakacongratulate baadaye after wamepona. Mazeni heroes wale crew wenyewe walijaribu, they tried, and the world forgot the story. Dunia ilisahau story until 7 years later, September 11th 2001 pale USA New York, Twin Trade Towers ili receive twin bombings. Ndege mbili zilikuja zikapiga hiyo Trade Towers pale USA, zili caused by them most people, watu wengi walidedi pale USA. Hiyo ilikuwa September date 11 2001. Most of the people died by the. Hiyo ilikuwa imepropagatiwa na the late Osama bin Laden. Hiyo ni 7 years later. Anyway, hizi story mazee zimesaulika but tutakuwa tutawakumbusha mazee. Yeah, they were one of the amazing stories mazee, tusiwahi sahau. Anyway, asante sana mazee kwa na mimi from the start to this end mazee. Shukran mazee, nyinyi ni watu true mazee, endeleeni kusubscribe mazee, kama kawaida, kama K, tamu kama asali, kali kama pilipili. It's your boy Kelvin the storyteller mazee. Thank you. Next episode mazee tutakuwa na nyinyi, location different lakini kumbuka this was World News Bangers season 1 episode 1 mazee. Shukran sana, tam kama asali. Till we meet next time, bye bye.